Habari, karibu tena. Leo nataka kushiriki kipande cha unabii cha kusisimua ambapo yote yalianza kwangu tarehe 8 Septemba 2017. Ndipo mafumbo yalianza kujifunua kwangu siku hiyo. Lakini si kwa sababu hiyo ndiyo ilikuwa siku yangu ya kwanza ndiyo nataka kushiriki. Bali ni kwa sababu ilikuwa mwanzo wa kuelewa kwamba pre-trib na mid-trib zote mbili ni kweli. Mwezi wa Septemba mwaka 2017, kila mtu alikuwa anazungumzia ishara ya Ufunuo 12. Kwa hiyo hebu nikusomee katika Ufunuo 12:1. Na ikaonekana ishara kuu mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi chini ya miguu yake, na taji la nyota 12 juu ya kichwa chake, naye akiwa mjamzito akalia kwa uchungu, akihangaika kuzaa na kuumwa na utungu wa kujifungua. Kisha tunashuka hadi mstari wa 5, na inasema, naye akazaa mtoto mwanamume ambaye atawatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma, na mtoto wake akanyakuliwa kwenda kwa Mungu na kwenye kiti chake cha enzi. Sasa tulikuwa tukiambiwa, na bado watu wengi wanafundisha hivi, kwamba lile akanyakuliwa katika mstari wa 5 ni unyakuo mkuu wa kabla ya dhiki kwa bibi harusi wa Kristo. Lakini nilifunuliwa mwaka 2017 tarehe 8 Septemba kwamba fumbo hilo linapatikana katika mstari wa 2, na ni kwa sababu ya Isaya 66:7. Katika Isaya 66:7 inasema, kabla hajaona utungu alizaa, kabla maumivu yake hayajamjia alizaa utoto mwanamume. Kwa hiyo tukirudi kwenye mstari wa 2 wa Ufunuo 12 inasema, naye akiwa mjamzito akalia kwa uchungu wa kuzaa. Hiyo inamaanisha kabla ya utungu. Isaya 66:7 ilisema tayari alikuwa amezalia, na inasema kisha utungu unakuja, na kabla ya maumivu alizaa mtoto mwanamume. Utungu huu wa Ufunuo 12 mstari wa 2 ni siku 40 za mwana wa Adam anayekuja kama mpanda farasi mweupe, kama ulivyosikia kwenye mafundisho ya hivi karibuni. Hilo kuzaliwa katika Isaya 66:7 linalotukia kabla yake ni kabla ya dhiki kuu. Hii ndiyo sababu fumbo la Ufunuo wa 12:5 ni alinyakuliwa, si kabla ya dhiki, bali unyakuo wa umati mkubwa wa katikati, kama tunavyosikia katika katika 2 wa Korintho 12. Kulikuwa na tukio la kabla ya dhiki kuu lililopelekwa mbinguni ya tatu, na kisha kuna walinyakuliwa, umati mkubwa hadi paradiso. Naomba ikubariki. Tutazungumza nawe hivi karibuni. Kwaheri kwa sasa.